Katika Wizara ya Usalama wa Ndani, Dr. Raymond Omollo ametupilia mbali madai ya vuguvugu la Linda Mwananchi kuwa kumewekwa wahuni watakaovuruga mkutano wanaopania kwenda eneo la Kisumu. Akizungumza kaunti ya Kisumu, Omollo amewaonya viongozi wanaotumia wahuni kuvuruga mikutano ya wapinzani wao, akisema Kenya ni taifa lililo na demokrasia. Vuguvugu la Linda Mwananchi linapopania kufanya mkutano katika kaunti ya Kisumu tarehe 26 mwezi Aprili, na wasiwasi umeibuka kuhusu wahuni kuingilia mkutano huo. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani, Raymond Omollo, ametupilia mbali semi hizi, akisema kuwa kila Mkenya na kiongozi anaruhusiwa kuwa na mkutano wa kisiasa iwapo njia zote zimefuatwa, akisema kuwa Kenya ni taifa lenye demokrasia. I think as a country, we are a country that is governed by the rule of law. We are a democracy. And we all know the processes of having public meetings, public rallies. If there is intention to have a public rally or to have a protest or to have petitions, the police needs to be notified in good time. And every Kenyan is free to engage and publicly meet other Kenyans in any part of the country, not just in Kisumu alone. But while doing it, it has to be done within the confines of the law. We will protect the rights of every Kenyan, whether you are agitating for something pro or against the government. Aidha, ameonya kuwa kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wanatumia vijana kusambaratisha mikutano ya viongozi wengine, akionya kuwa hii italeta sintofahamu nchini. Leaders, we need to support His Excellency the President in delivering for you. And once in a while, you get instances where some leaders or some politicians want to take advantage of this youth unemployment problem to use our youth for purposes of either causing chaos or disrupting meetings and engagements. And my plea to them is, let's look at our youth as an important resource in this country. Let's support the various government programs, but for the MPs and the other elected leaders, you also have access to other resources for the Constituency Development Fund and the MP. Kando na hayo, Omollo ameweka wazi kuwa ili kuhakikisha vijana wanapata ajira, haswa wakati huu Kenya imeandikisha idadi kubwa ya ukosefu wa ajira, serikali ya kitaifa inazidi kuzindua miradi ya kuwawezesha vijana. As a youthful population, and it's important that we appreciate that fact. The median age today is about 19-20 years. So the bulk of Kenyans are youthful people. And when you think about that, these are people who have gone to school, these are people who are looking for opportunities. These are people who want the best for themselves as well as for their families. As a government and as an administration, this is one administration that has been very deliberate to address the youth problem. And it's not something that has started with us. It has been there for years on end. But for the first time, we have an administration of President Ruto that is very deliberate. How do you address the problem? There are issues of employment. Mary Kialo, Undugu TV.